kuna vitu vingi wameelewa kwenye habari ya damu ya Yesu? Amen. Wangapi mmeelewa vitu vipya? Amen. Wangapi kuna jinsi ambavyo Mungu amewasikiliza watu moja zaidi kwa habari ya mamlaka iliyoko ndani ya damu ya Yesu? Yes. Amen. Nimebarikiwa sana. Yaani naweza kusema katika juma ambalo nimebarikiwa na nimemwona Mungu kwa viwango vya ajabu, basi ni juma hili. Mungu alitupa neema ya kuwa mahali hapa na kuomba na kujifunza pia kwa habari ya nguvu ambayo ipo damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulijifunza kwa habari ya damu ya Yesu na tulielezea kwa wale ambao kwa kidogo tu kwa kifupi sana, kwa kurika kidogo tu kwa kifupi sana. Na Mungu alikuwa amesema tujifunze, tumesema ni mwezi wa 4, mwezi ambao watu wanashiriki, yaani dunia nzima, kwa kama dunia nzima tunakumbuka au tunasherehekea kile ambacho Yesu alikifanya pale msalabani. Tumwambia usio mwezi wa huzuni. Ndio maana siki kuona mtu anavaa nguo nyeusi hapa. Usio mwezi wa nini? Huzuni. Ile Jumaa sisemi leo. Ndio pale haina shida. Usio mwezi wa kutokula nyama kama watu wengine wanavyowaza. Kwa sababu Yesu hayupo wapi? Sema hayupo kaburini. Hayupo kaburini. Hayupo kaburini. Atumkumbuki au atumsherekei Yesu ambaye yuko kaburini, bali tunamsherekea Yesu ambaye tayari amefufuka. Haleluya. Na sisi tunachokikumbuka ni ile tulikufa pamoja naye, tukafufuka pamoja naye. Haleluya. Na tumetukuzwa pamoja naye. Haleluya. Kwa hiyo sasa hivi tunapoongea Yesu amekaa mkono wa kuume wa Mungu, anatuombea usiku na mchana. Amen. Haleluya. Amen. Na kwa sababu hiyo tumeweza kumshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Haleluya. Tukazungumza tukasema Mungu ilibidi aiachilie damu yake mwenyewe. Damu ya Yesu ni damu ya Mungu. Kwa sababu tunazungumza sasa Mariamu alipojiliwa na Roho Mtakatifu. Ile damu ya Mariamu haikuwa ni ile damu ya mwanaume yote duniani, bali ni Roho Mtakatifu alikuja juu yake. Maana yake Roho wa Mungu. Umeelewa? Kwa Roho aliposhuka kwenye tumbo la Mariamu, akaingia na mbegu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mlango wa 3 mstari ule wa 9 kwamba kila aliyezaliwa na Mungu atendi nini? Dhambi. Kila aliyezaliwa na Mungu atendi dhambi. Kwa kuwa uzao wa Mungu unakaa ndani yake. Kwa kuwa uzao wa Mungu unakaa ndani yake. Alafu kusoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro mlango wa kwanza mstari wa 23. Anasema kwa kuwa tumezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa mbegu isiyoharibika. Neno. Kwa hiyo Yesu Kristo na tumezaliwa kwa neno. Ambalo ni Yesu. Yes. Yesu Kristo alipoingia ndani ya tumbo la Mariamu, aliingia kama neno. Amen. Tumeelewa? Amen. Mwanzo walikuwa neno nani kwa kumuna neno kwa nani? Mungu. Na neno akaja kwetu akafanyika mwili na pasipo hakuna kitu kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwepo nini? Uzima. Tukasema ndani ya Yesu ndio kulikuwa kuna uzima. Akasema na huo uzima ndio ilikuwa nuru ya watu. Na Yesu alikuja kama nuru ya ulimwengu. Na Yesu kilichosababisha Yesu aje ni kitu kimoja kikubwa sana, damu. Amen. Nikamwambia wakati wa Agano la Kale watu walikuwa wanatoa sadaka au nilikuwa leo unavyoingia badala ya asubuhi inabidi zawe nje na kambuzi kako hapa. Maana ungekuwa umekuja kanisani na pochi lakini kubebea umebeba njiwa. Umekuja mwingine umebeba na kang'ombe kako. Kwa sababu hakuna ibada ambayo Mungu alikuwa anaipokea bila kunyunyiziwa damu kwenye madhabahu. Kwa sababu Mungu alikuwa anaiangalia damu ndio anaona mtu. Ndio anaona makosa ya mtu. Ndio anashuka, yaani huyo Mungu anashuka kwenye presence of the blood. Hiyo ndio Agano la Kale ibada zilipokuwa zimeanza. Na huyo ndio uhalisia wa Mungu kwamba without blood God cannot appear. Haiwezi kutokea. Kwa lazima damu ilikuwa makuhani waingie mkutano Yesu 11 asubuhi na pambana kunyunyiza, nimeshachinja asubuhi. Tena damu ambayo hajachinjwa jana nimechinjwa leo. Na pambana kunyunyiza, nanyunyiza. Ili sasa msikie uwepo wa Mungu. Ndio Agano la Kale lilivyokuwa. Ndio maana kila mtu Agano la Kale alikuwa anamjengea Mungu madhabahu, alikuwa anachinja ng'ombe, anachinja mbuzi, anachinja kwa ajili ya ile damu. Ili Mungu akiona damu anashuka. Ibrahimu alichinja wakati anamjengea Mungu madhabahu. Mpaka Mungu akakumbuka agano akamwambia uzao wako utaenda Misri baada ya kuchinja. Tunaambia baada ya kuchinja wale wanyama walikuwa wamewachinja kaka wawili, moshi ukatokea kutoka mbinguni, ukaiteketeza ile sadaka. Mungu akamwambia wazao wako wataenda utumwani na wakati Ibrahimu anataka kumtoa Isaka, akiwa ameshamtoa katika ulimwengu wa roho, Mungu ilibidi amsaidie Isaka asitolewe, lakini alimleta mwana kondoo mwenyewe. Kwa sababu hakuna madhabahu bila damu. Yes. Kwa sababu Ibrahimu alikuwa ameshamtoa Isaka kwa imani. Nikamwambia yule mwana kondoo ni representation ya Yesu
alikuja. Aliletwa pale kama mwana kondoo. Kwa ishara kwamba Ibrahimu, nimekubariki na kuna siku nitamleta mwanangu wa pekee kama mwana kondoo. Ndio maana utagundua wakati Yohana anaenda kubatiza, alipomwona Yesu kwenye Yohana 1:9, akasema mwana kondoo wa Mungu aziondoae dhambi za ulimwengu, yule anakuja. Mimi nawabatiza kwa maji, lakini yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Kwa Yesu alikuja kama mwana kondoo, yule alikuwa wale waliotegemewa watolee sadaka. Akaja sasa, lakini ni mwana kondoo. Haleluya. Kwa nini Mungu aliamua kumleta Yesu? Zamani walikuwa wanatoa sadaka hizo na shetani pia alikuwa anatumia kondoo hao kuinua madhabahu. Kwa Mungu na shetani wanagombania kondoo. Tena wao kijana mmoja mwanzo kwenda kwa mganga na kondoo watatu. Si kondoo bwana. Ukija na ng'ombe mwenzako anaenda na mtu. Umeelewa? Anamwaga damu ya unamwaga damu ya ng'ombe. Kwa hiyo madhabahu zikaanza kukaa, hakuna nguvu ya kuweza kumtoa mwanadamu kwenye dhambi, kwa sababu ile damu haikuwa ina nguvu ya kutosha. Maana hata ulimwengu wa giza ulikuwa unaitumia pia. Umeelewa? Amen. Sasa Mungu akaona hapana. Maana alipotuumba kwa mara ya kwanza, sisi tulikuwa na asili ya Mungu ndani. Ndio maana tulipo kwa sura na mfano wa nani wapendwa? Wa Mungu. Tulipo kwa sura na mfano wa nani? Mungu. Tulikuwa tumebeba mbegu ya nani? Ya Mungu. Asili ya nani? Ya Mungu. Dhambi ilipoingia iliondoa ile asili. Mimi naelewa, niangalie hapo usoni mzangalata. Iliondoa nini? Asili. Iliondoa mbegu. Ndio maana ukawa umekufa. Mungu alijitenga na wewe. Uwepo wake uliondoka. Ukabaki wewe kama wewe, ukabaki lightness. Haleluya. Amen. Ikabaki nani? Mimi kama mimi. Mungu alikuwa anatafuta sasa kwamba jinsi gani itarejesha ile asili yangu kwa mtu. Haleluya. Ile DNA yangu iliyokuwa nimeifanya ya sura na mfano wangu. Yes. Itarejea kwa mtu. 5:17 kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya nani? Ya Kristo. Amekuwa kiumbe kipya. Kwa hiyo Yesu Kristo alipokuja kuiachilia damu yake, ili sisi tupateke hiyo blood, tushiriki hiyo damu. Yes. Tuwe viumbe vipya, sio tena kina lightness, I'm not lightness, I'm kiumbe kipya. Hallelujah, new creation. Yes. Maana ndani yangu mimi nina damu ya Yesu, sina tena damu ya Pamunda. Kwa ni kiumbe. Hallelujah. Amen. Kiumbe. Ndio maana naweza nikaishi rohoni na nikaishi mwilini. Kiumbe hakiwezi kuishi kwenye roho. Mtu ndo anaishi kwenye mwili. Lakini kiumbe mtu hawezi ishi rohoni. Lakini kiumbe kipya. Kiza kikaexist kwenye Mungu wa roho ulikuwa damu na nyama. Hallelujah. Kwa tukasema kwamba damu ya Yesu. Yesu alikuja sasa kwenye tumbo la Mariamu kwa ajili ya kuunganika na mwili, ili aweze kuua ile laana iliyokuwa imeupiga mwili, alafu azaliwe ndani yetu, alafu sisi tuwe watoto wa Mungu, bali wale waliompokea. Haleluya. Amen. Umeelewa? Yes. Kwenye Yohana 1 ngapi? Umeelewa? Amen. Wote waliomkubali. Sisi hatupigwi tena msalabani. Sisi hatupigwi mijeledi. Ndio maana usikula nyama. Vaa nguo pendeza. Pasaka sio maombolezo. Hakuna misalaba. Yesu alishamaliza. Amen. Hatupigwi mijeledi. Aliteswa ili sisi tusiteseke. Tunachokifanya lazima tazama na bisha mlangoni. Ufunuo 2:3 ngapi? 20. Kila atakayesikia sauti yangu na kunifungulia nitaingia. Yes. Kwa wote waliompokea, walioamini hiyo damu. Kwenye ulimwengu wanapoiamini, lile tendo la kufa pamoja naye linatokea. Hallelujah. La kufuka pamoja naye linatokea. La kusulubisha pamoja naye linatokea. Yes. Na la kutawala pamoja naye linatokea kwenye ulimwengu wa roho. Amen. Akasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa nani? Wa Mungu. Ndio waliaminiwa jina lake. Hallelujah. Amen. Sio akasema hawakokoka kwa sababu ya mwili. Yes. Hakuzaliwa kwa sababu ya mwili, wala kwa sababu ya roho, wala kwa sababu ya mapenzi ya mtu, sio kwa sababu ya mapenzi ya mwili wala roho, bali kwa sababu ya mapenzi ya Mungu. Amen. Mbegu ya Mungu. Yes. Niangalia hata kama nimevaa kikenge cha bazee. Lakini mimi sio ile bazee, mimi ni huko ndani. Amen. Ambao ukinichunguza hata jinsia sina, sijulikani ni mwanaume ni mwanamke. Amen. Kiumbe. Hallelujah. Amen. Elewa. Amen. The blood of Jesus is very powerful. Yes. Na iliachiliwa ili shetani akinua damu za kondoo, sisi tunainua damu ya Yesu. Hallelujah. Akinua damu za watu, tunainua damu ya Yesu. Hallelujah. Akinua damu za mbuzi, tunainua damu ya Yesu. Amen. Akinua damu za njiwa, tunainua damu ya Yesu. Hiyo ni damu ya Mungu mwenyewe. Hakuna kitakachoshindana na hiyo damu. Ilikuwa ni last card, tunamshinda. Sema kwa damu ya mwana kondoo. Kwa damu ya mwana kondoo. Tunamshinda.
Hallelujah. Hakuna madhabahu yoyote inaweza kuinua damu ikapambana na madhabahu yenye damu ya Yesu. Amen. Hiyo madhabahu haipo. Ndio maana Yesu sasa hivi hayuko kaburini, alishinda mauti, akashinda kuzimu, akachukua mateka, akachukua vipawa. Yesu akamwambia Shetani, wewe nipe funguo, kwa sababu damu yangu imekuja kuua kila laana, kila mauti ambayo ilikuwa imeachilia ndani ya watu. Maana dhambi iliachilia mauti. Damu ya Yesu, ndio maana kwenye kitabu cha Warumi 8:1 anasema hakuna hukumu ya adhabu tena. Hakuna adhabu ya vifo. Hakuna adhabu ya laana. Hakuna adhabu ya kutokuolewa. Hakuna adhabu ya mapepo na wachawi na waganga juu ya hawa walio katika Kristo Yesu. Kwa kuwa sheria ya Roho, sema sheria ya Roho wa uzima. Ongea, sema sheria ya Roho. Sheria ya Roho. Yule wa uzima. Aliyebeba damu ya Yesu. Aliyebeba damu ya Yesu. Ndani ya uzima. Maana ndani ya damu kuna uzima. Kuna uzima. Sheria ya Roho. Sema sheria ya Roho. Sheria ya Roho wa uzima. Wa uzima. Imeniweka huru. Imeniweka huru. Bali na sheria ya dhambi na mauti. Sema kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Nipo huru. Nipo huru. Bali na sheria ya dhambi. Bali na sheria ya mauti. Bali na sheria ya mauti. Na mtu anaelewa vizuri? Amen. Na mtu anaelewa vizuri? Hallelujah. Kuna hukumu ya dhambi. Because of the blood of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu wanashiriki meza ya Bwana kama liturujia. Kuna watu wanashiriki meza ya Bwana kama sheria. Kuna watu wanashiriki meza ya Bwana kama vitu vya kawaida. Tukasoma kile kitabu cha tukasema Yesu alipokuja alikuja kama chakula. Kwa sababu dhambi ilipoingia duniani, Adamu na Eva waliingiza kwenye chakula. Niangalie usoni. Adamu na Eva walikula tunda. Kwa kupitia midomo yao. Dhambi ikaingia, mauti ikaingia. Kwa Yesu naye alipokuja, alikuja kama chakula kile kilicholewa kule Edeni. Kwa maana kama kwenye mti wa Edeni, kwenye bustani ya Edeni kuna miti miwili. Tukasema kwa kuna mti wa uzima na kuna mti wa mema na nini? Mabaya. Tukasema Mungu aliwapa choice, wachague. Sasa waliacha kuchagua mti wa uzima ambao ni Yesu. Wakachagua mti wa mema na mabaya, dhambi ikapata nafasi. Wangechagua mti wa uzima, wangekuwa wamemchagua Yesu. Amen. Wao kama mti wa mema na mabaya. Ndio maana baada ya Mungu kuona dunia imeharibika, imechafuka, ikabidi alete ule mti wa uzima ambao tuliuacha pale bustanini. Uje sasa kama chakula cha pili. Adamu wa pili. Amen. Elewa. Soma hapo Biblia haraka. Neno la Mungu linasema Yohana 6:35. Anasema Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Sema mimi ndimi chakula. Mimi ndimi chakula. Sema mimi ndimi chakula. Mimi ndimi chakula cha uzima. Cha uzima. Maana lile tunda lililoliwa kilikuwa ni chakula cha mauti. Nataka mnielewe vizuri basi. Amen. Wale waliokula tunda, Adamu na Eva, usio lazima usimame, unaweza kusimama. Walikula chakula kilicholeta nini? Mauti. Unanielewa? Lakini Yesu akaja kama chakula kitakacholeta nini? Uzima. Anasema yeye ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Ana 9 baba zenu waliila mana jangwani. Baba zenu walikula mana wapi? Jangwani. Baba zenu walikula mana wapi? Jangwani. Wakafa. Sema wakafa. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni. Yesu ni chakula kilichoshuka kutoka wapi jamani? Mbinguni. Hivi mnaelewa ninachozungumza? Na ndio maana kabla hajafa alitoa mwili wake. Amen. Akatoa na damu yake. Akataka kumwambia mimi sio tu Yesu uliyekuwa mnanijua, I am the food. Alaye mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima wa milele. Na ndio maana walipokula kile chakula, macho yao ya roho yakafunguka, wakaona ulimwengu wa roho. Kuna mtu anaelewa? Amen. Kuna mtu anaelewa? Amen. Kwa tunaposhiriki meza ya Bwana, tunaenda kukumbuka kile, yani tunawishwa, yani tunafanya, tuna assume tunamla Yesu. Tunakula chakula ambacho ni mwili wake. Hallelujah. Hatuli mkate, ni mwili unageuka kuwa mwili wa nani? Wa Yesu. Hatuli fruto, inageuka inakuwa damu ya nani? Ya Yesu. Kwa chochote ambacho kilikuwa kimebebwa kwenye mwili wa Yesu, kinaingia ndani yetu. Chochote ambacho kimebebwa kwenye damu ya Yesu, kinaingia ndani yetu kwa kumbukumbu ya tunachokifanya. Kwa meza ya Bwana ni kushiriki chakula cha Mungu. Na chakula cha Mungu unapokishiriki, kuna nguvu unatiwa. Kuna uwezo unatiwa. Kuna mamlaka unapiwa. Kuna kibali. Haleluya. Amen. Tunaelewa? Amen. Bila kusoma. Anasema hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni.
Haleluya. Amen. Mtu akile wala asife. Sikiliza. Walipokula matunda. Sinakumbuka? Kabisa. Sinakumbuka? Mauti iliingia kwa kula tunda. Uzima umeingia kwa kumla Yesu. Sema uzima umeingia. Uzima umeingia. Kwa kumla Yesu. Kwa kumla Yesu. Uzima umeingia. Kwa kumla Yesu. Mtaelewa mbele safari. Mnapokuwa. Mtaelewa kumla Yesu ni nini. Mama tunakula wapi Yesu? Yesu analiwa. Yesu ni neno. Amen. Ndio maana Biblia imesema kwenye ile kitabu cha Yeremia, maneno yako nilipoyaona niliala. Yakanipa furaha nafsini. Na nini? Na shangwe moyoni. Haleluya. Maneno yako yalipoonekana nifanyaje? Nikayala. Unapolisoma neno la Mungu Evelyn, Evelyn nani? Violet, unakula. Amen. Unamla Yesu. Haleluya. Maana Yesu ni neno. Ndio maana kwamba jifunzeni kula neno na sio kusoma neno. Amen. Unapokula jipe muda kulidigest. Litafune. Liachilie protein, liachilie vitamin, liachilie fati, liachilie maji, liachilie minerals. Wakati unalisoma, usiishie kulisoma, liingize moyoni, anza kulitafakari. Huwezi kula chakula ukakimeza bila kukitafuna. Amen. Kinaenda chooni kama kilivyotoka. Haleluya. Jamani, mnanielewa sijui? Amen. Mnanielewa sijui? Amen. Yaani nasoma ni chakula cha uzima. Unaposoma neno unashirikishwa ule uzima. Haleluya. Biblia inasema neno la Mungu ni mkate, sio hivyo? Yes. Kwa ile mkate aliotoa kauvunja akawashirikisha, maana alikuwa anawashirikisha neno lake. Amen. Alikuwa anawashirikisha mwili wake. Na mtu ananielewa? Amen. Sio unashiriki tu. Mkate unaenda kule. Halafu soma neno. Wewe umepoteza nguvu muda wako. Na kama utakula mikate mpaka utajenga utakula mikate. Inaingia hapo tumboni na chooni. Kama utakula meza ya Bwana, alafu huli kweli, yani usomi kweli neno, yani wewe mkate utaingia, utaenda chooni, utaenda wapi? Utakula mpaka utaenda washroom. Amen. Yani nakuhakikishia. Unaposhiriki mwili wa Mungu, maana yake ninashiriki neno la Mungu. Amen. Ile si unanielewa? Ninamla Yesu. Ambaye ni neno lake. Kwa kwenye kumla Yesu kuna nguvu inaongezwa kulielewa neno. Amen. Ndio maana wale wanafunzi walipokuwa wanaongea na Yesu akaenda nyumbani kwao, akawashirikisha meza ya mkate. Waliposhiriki mafunguka. Yes. Unaposhirikishwa Yesu, your eyes is opening. Amen. Macho yako yanafanyaje wapendwa? Yanafunguka. Hakuna mtu anayesoma neno ambaye haoni mambo ya rohoni. Unataka kuwa strong physically roho. Sio shiriki neno. Soma neno. Tafakari neno. Yoshua kabla kitabu hiki cha Torati kisiondoke kwako. Tafakari maana yake mchana na nini? Usiku. Ndipo utakapofanikiwa. Na kustawi sana. Upate kutenda sawa sana yote aliyofanyaje? Yaliyoandikwa. Kuna mtu ananielewa? Amen. Kuna mtu ananielewa? Amen. Unapokuja hapa madhabahuni kuchukua mkate rafiki yangu jitafakari. Hivi nasoma neno. Hivi jana nimesoma nini? Mbona kama hizi ni picha nacheza hapa madhabahuni? Hivi juzi nimesoma nini? Hivi wiki nimeshiriki mkate. Kwa sababu hii ni picha ya nje. Yes. Tunaposhiriki hapa ni lugha ya nje. Kwamba Mungu hivi ndivyo nilivyo. Hivi ndio maisha ulioniachia. Yes. Nimeamua kuwa hivi. Kwa unaposhiriki ule mkate, na nguvu ya neno la Mungu inaingizwa ndani ya mtu. Ule sio mkate, ule ni mwili wa Yesu. Amen. Kwa hata kama ulikuwa umekiliwa na kirusi kinachozuia usisome neno, wakati ukishiriki kwa imani, kile kirusi kinaondoka. Haleluya. Ile appetite ya neno inarudi. Haleluya. Ndio maana sasa ukisikia neno limekataa ndani, tafuta hapo meza ya Bwana nyumbani kwako. Sio lazima uje kanisani. Jiandalie wewe ni kuanisha kwambia na wewe ni mfalme. Jiandalie meza ya Bwana, weka mkate wako hapo hata na chai. Ombea, sema huyu ni mwili wa Bwana, hii ni damu ya Yesu. Na kwenda kushiriki huu mkate. Nataka ile appetite, sema appetite. Appetite. Ya kusoma neno irudi. Nafikiri hapo utasoma mpaka asubuhi. Amen. Sio umeelewa kwa imani? Kabisa. Sio unafanya kwa imani? Yes. Sio unashiriki kwa imani? Kinaingia kinakuwa ni Yesu mwenyewe, umemwingiza na mdomoni. Amen. Kwa kikijio kule kinakuwa sio tena mkate, inakuwa ni nguvu iliyoko ndani ya imani. Haleluya. Umeelewa? Amen. Ndio maana wenzetu wachawi pia wanashiriki nyama za watu na damu. Wanashiriki mwili, nyama ili wawe na nguvu. Akija kwa hitaji tena mlango anapita hata ukutani kwa sababu ameshiriki mwili. Hawezi kufanya chochote bila kunywa damu, bila kula nyama. Ili inamuongezea nguvu. Tunaposhiriki mwili wa Yesu tunaongezewa nguvu. Amen. Tunakuwa na stamina. Niliambia mtu wa ndani, kuna mtu wa nje na wa ndani. Mtu wa nje anakula na mtu wa ndani pia anafanyaje? Anakula pia. Sasa Biblia ikasema mtu ataishi kwa mkate tu, Mathayo 4:4. Bali kwa kila neno kutoka kwenye kinywa cha nani? Cha Bwana. Si unanielewa? Kwa kama mtu wako nje anakula na ndani anakula. Sasa unaposhiriki pia meza
ya Bwana ni moja ya vyakula ambavyo Mungu aliviachilia. Nadhani kuna mtu ananielewa. Mimi ndimi chakula chenye uzima. Unasikia? Mimi ndimi chakula chenye nini? Uzima. Sasa ingine kila vyakula unaona kuna sumu kwa tumboni. Hebu chukua meza ya Bwana ishiriki alafu uone kama sumu hazijaondoka. Kuna vitu Bwana ni very faithful. Kilichoshuka kutoka mbinguni. Kilichoshuka kutoka hapa? Mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Umeelewa? Aisee, ukijua siri iliyojificha ndani ya meza ya Bwana, unaishi milele. Amen. Maana yake roho yako, tunapozungumza milele ni wa roho, sio mwili. Tafadhali, wewe ni roho unakaa ndani ya nini? Ya mwili. Yaani roho yako inakuwa na assurance ya uzima. Amen. Roho yako inakuwa na assurance ya afya. Na afya ya kiroho inakuja kupatia afya ya nini? Kimwili. Sema ni kila chakula cha uzima. Ni kila chakula cha uzima. Ambacho ni Yesu. Inaishi milele. Vizuri. Endelea hapo. Na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu. Umeelewa sasa hapo? Amen. Kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Umeelewa? Na chakula nitakachotoa mimi ni nini? Mwili wangu. Kwa tunapokuchukua hicho chakula hapo wapendwa, usiseme ni mkate. Ndio mentality ya mkate. Hata nikiwapa watoto wangu, siwapi kama ni mkate. Mimi mzazi naelewa kwa nini nawapa. Huo ni mwili wa Yesu uliotolewa kwa ajili yetu. Ni nani tena ataleta mwili wake kwangu? Nani ataongea neno kinyume na Yesu alichoongea? Nani atanizuia mimi kwa kile Yesu anataka ni wakati na shiriki mwili wake? Haleluya. Amen. Aya, niangalie usoni basi. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Leo ninapokea nguvu. Kwa kupitia mwili wa Yesu. Kwa kupitia mwili wa Yesu. Na damu ya Yesu. Ninapokea nguvu. Nguvu ya kumwelewa Mungu. Nguvu ya kumwelewa Mungu. Nguvu ya kusoma. Haleluya. Amen. Kuna mtu anaelewa vizuri kabisa? Yes. Endelea. Ulikuwa mstari wa ngapi Fidi? Nimefika mstari wa 52. 53. 53 anasema, basi Yesu akaambia, amini nawaambieni, msipoula mwili wake Mwana wa Adamu na kunywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Hamna uzima ndani yenu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Kuna kula mwili mara mbili. Kuna kula mwili kwa kusoma neno. Kuna kula mwili kwa kushiriki meza ya Bwana. Yes. Maana vitu vinaenda kimwili na kiroho. Kiroho. Unapofanya kwenye mwili kwenye meza ya Bwana, maana ndivyo unapofanya kiroho. Kwa hiyo msipokula mwili. Msipokula nini? Mwili. Msipokunywa damu. Sema msipokunywa damu. Msipokunywa damu. Niangalie. Wachao naambiwa usipokunywa damu ya mtu, hakuna kitu mahali utaenda. Kuna damu ya damu. Ndio maana Yesu akasema sio mimi naishi tena, bali mimi naishi ndani yenu. Na uhai nilionao sio kwangu tena, bali ni uhai wa Yesu kwa kupitia damu yake. Amen. Haleluya. Si mnaelewa? Ndio maana tukasoma jana kitabu cha Korinto wa 5:15 nadhani akasema alikufa kwa ajili ya wote. Nadhani ndio hiyo ili walio hai wasiwe hai kwa ajili yao tena. Yes. Si mnanielewa? Hata kama mtaki kunielewa mtanielewa tu. Alikufa kwa ajili ya yeye, alikufa kwa ajili ya watu wote dunia nzima. Ili walio hai, wale wanaoendelea kuishi, wasishi kwa ajili yao tena, bali kwa ajili yake aliyekufa na kufufuka kwa ajili yao. Haleluya. Unaelewa witness? Soma Biblia, soma neno. Umeelewa? Amen. Kwa hiyo kumbe damu ya Yesu imeondoa ule uhai wetu ikatupa uhai wake. Amen. Jamani, si mnanielewa? Mwili wa Yesu umeondoa zile nguvu zetu ukatupa nguvu zake. Kilichoshuka. Yes. Haleluya. Amen. Dhambi iliingia duniani kwa kutumia chakula, tumeelezea vizuri kabisa. Na ndio maana naomba jifunze kufunga. Yaani je, kuleni tu. Kuleni tu. Chakula ndio kiliingiza dhambi. Chakula ndio kiliingiza nini? Dhambi. Na Yesu akaamua kuja kwa njia ya nini? Chakula. Sasa lakini chakula cha kiroho. Ingawa tunakula kimwili ili kukumbuka kile cha kiroho alichokifanya. Ndio maana kushiriki meza ya Bwana ni muhimu. Tuendelee. Chakula ni lango mojawapo kubwa sana niliwafundisha, ambalo kiroho linapitisha vitu vingi hapa ulimwenguni. Mauti pia ilipata nafasi kwa lango la nini? La chakula. Mnakumbuka vizuri Mnakumbuka vizuri? Mnakumbuka vizuri Mauti ilipata nafasi kwa lango la nini? Chakula. Mjekee mwenzangu. Mwambie mauti. Unaona watu wanakufa sasa hivi wanazikwa. Ni chakula kilisababisha hilo. Chakula kilisababisha. Hebu mjeukie. Mjeukie jirani. Hapo jirani. Hii mauti unaiona hii. Haya magonjwa unaona. Hizi
umaskini unauona huu. Uliingia duniani kwa njia ya msosi. Umeelewa? Ndio maana Yesu akaamua kudabodisha, akabalance equation. Akasema na mimi naingia lakini kwa chakula cha roho. Siingii kama chakula cha mwili. Naingia kama chakula cha nini? Roho. Lakini watafanya kimwili kwa picha ya rohoni. Maana kuna watu wasielewa chakula cha roho. Inabidi sasa wanakula mkate wafafanuliwe. Huu mkate sio mkate ule wa moflo. Sio mkate wa kiwandani. Umegeuzwa, unakula lakini ndani yako unamla Yesu. Amen. Hii damu sio juisi iliyotoka Dodoma. Endapo imetoka Dodoma. Ile ikiingia kwenye madhabahu inageuzwa inakuwa ni damu. Kwa unakunywa juisi lakini kwenye kichwa chako unakunywa damu. Amen. Maana tusikuja na damu za watu tukanywa kwa madhabahu. Sisi wachawi, sisi wachawi. Haleluya. Amen. Kuna mtu anaelewa vizuri? Amen. Hivi unajua ukinywa uhai unaongezewa nguvu. Unajua kuna watu wanakunywa damu. Kule Uchina naona kunasema wanauzaga damu sana. Hizi damu za visosio sio nini watu wanazinywa. Hivi unajua watu wanakunywa damu wana nguvu sana. Unajua wana nguvu sana. Lakini watu ni wajinga. Yaani unakunywa mpaka damu ya ng'ombe, yale maroho ya ng'ombe. Unajua damu imebeba uhai. Kuna maroho yako kwenye ng'ombe. Nguruwe iliingiliwa na mapepo, sinakumbuka. Kuna maroho yako kwenye ng'ombe. Watu wanakunywa maroho yako kwenye ng'ombe. Ndio maana tabia zao za king'ombe ng'ombe. Unaona ni mwanaume anakunywa damu ya ng'ombe. Ukikana kidogo maroho ya ng'ombe. Why? Na ndio maana Mungu alikataza watu wasipe damu. Kwa sababu ndani ya damu kuna uhai. Ndani ya damu kuna DNA, kuna tabia vimekaa huko. Unakunywa damu unapata kiburi. Unakuwa na hasira, unakuwa na kifafa, unakuwa na mapresha kwa sababu umekunywa kitu ambacho kimebeba vinasaba vya. Yaani kuna watu wana ng'ombe kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninakataa connection za maisha yangu na damu. Haleluya. Amen. Tunaelewana vizuri eh? Tunaelewana vizuri eh? Amen. Sasa sema sasa. Yesu hutumia chakula chake kufumbua watu macho ya kiroho, nimewaambia. Soma Luka 24:30. Ili nielewe vizuri. Luka 24:30. Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani. Sema ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani. 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 Chakula cha kimwili kabisa, sio cha kiroho. Alitoa mkate akaubariki. Alitoa mkate akaubariki. Amen. Akaumega akawapa. Akaumega akawapa. Wakafumbuliwa macho yao. Mkate wa kimwili ukafungua macho ya kiroho. Amen. Kwa sababu pale ilikuwa ni picha ya mwili lakini rohoni kuna roho ambazo, sema roho ambazo zinakiuisha kile chakula. Zinakitoa mwilini, zinakipeleka rohoni. Zinakipeleka rohoni. Biblia imesema. Hata leo mkiwa mmekaa mkishiriki kwa imani. Amen. Macho yanafunguka. Macho yanafunguka. Amen. Unashiriki mwili wa Yesu. Yaani yale macho yako yanaondoka, yanaingia macho ya Yesu kwenye macho yako. Amen. Mdomo wako unaondoka, unaingia mdomo wa Yesu kwenye kichwa chako. Amen. Kwa ukitamka neno linakuwa na nguvu, maana umeshiriki mwili wake, umeshiriki macho yake, umeshiriki masikio yake, umeshiriki miguu yake, umeshiriki damu yake. Maana Yesu anaona mpaka pale ambapo paonekana. Kwa tukimla, sema tukimla. Tunasikia ile tabia zake zinaingia ndani yetu. Amen. Ule uwezo wake unaingia ndani yetu. Akasemaje hapo? Anasema yakafumbuliwa macho yao wakamtambua. Kuna watu wamemtambua Yesu. Unakuja tu kanisani. Ukisoma neno uelewi. Ukisikia damu ya Yesu uelewi. Wokovu hutambui. Shida ni wapi kwenye kushiriki kwako? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Unanielewa? Mungu anakuinua, anakupa nafasi. Yes. Anakupa kibali kwa sababu una neno lake. Amen. Wale watu walikuwa wanakudharau, wanakutafuta, wanakusalimia kwa heshima. Amen. Umenielewa? Yes. Nimesemaje kwamba alitumia chakula chake kufungua macho yetu. Kwa hiyo Adamu na Eva pia walipokula tunda macho yao yalifunguliwa. Mnakumbuka? Yes. Soma Mwanzo 3:7. Neno la Mungu linasema wakafumbuliwa macho yao wote. Wawili wakajijua kuwa wa uchi. Hivi
kuna ushirikiano gani kati ya tunda na kujiona uchi? Angalia usoni. Kuna ushirikiano gani kati ya kushiriki kitu cha kula mdomoni? Alafu ulikuwa unajiona kama umevaa nguo. Yaani unajiona umevaa nguo mavitenge, kumbe mtu mko uchi. Kumbe wasikie kula tunda mzee tulikuwa mnango huko duniani. Ni raha maisha ni kwa mazuri. Hakuna mtu akijua yuko uchi. Kama vile ambavyo hakuna mtu alikijua kutukana. Hakuna mtu akijua kuiba. Hakuna mtu akijua kusengenya. Hata hizo tamaa unazosikia zingekuwepo. Umeelewa? Kwani wanyama wanajiona wako uchi? Wanyama wamevaa nguo. Wewe, wanyama wamevaa. Sasa ndio tungekuwa kama wanyama sasa. Hatujui mema wala mabaya. Wewe umekaa tu hapo hivi na unapendeza haswa. Kwa sababu ile hali ya kuonyesha uchi haipo. Hali ya kusema kuna kiburi haipo. Hali ya kusema kuna hasira haipo. Sasa walipokula tunda macho yao yakafunguliwa. Kumbe angetakiwa kula tunda la mti wa uzima. Wasingetakiwa kula tunda la mti wa mema na nini? Mabaya. Maana yake wangekula tunda la mti wa uzima pia, macho yao yangefunguliwa na wangemjua Yesu vizuri. Lakini tunda alilolichagua ilikuwa na shetani, alikuwa na Mungu. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho macho yao yakafunguliwa kishetani, wakajiona wako uchi. Na wewe unaposhiriki meza ya Bwana, macho yako yatafunguliwa. Vile vilivyojificha utaviona. Vile adui alivyokufunga usivione utaviona. Kwa sababu macho yako yamefanyaje? Yamefunguliwa. Ni mtu kwa imani. Yale mapepo yanayokutesa moyo unaje utayaona. Vile vitu vilivyojificha kwenye ulimwengu wa roho ambavyo vione utaviona. Viona kama ukishiriki kwa imani. Jamani, tulisoma ile andiko kwa 4:2. Anasema sisi nasi tulihubiriwa habari. Nataka kurudia tu pale. Anasema ni kweli kabisa. Sisi nasi tulihubiriwa vile vile kama hao walivyohubiriwa. Lakini neno hilo alikuwafaa wao waliolisikia, kwa sababu alikuchanganyika na imani. Kuna watu leo mtashiriki meza ya Bwana. Sema Waebrania 6:4. Waebrania 4:2. Kwamba wewe na wao uliokuwa hapa kanisani wote mtahubiriwa injili hii, habari inayowaambia ya damu ya Yesu na mwili. Lakini kuna watu wataona matokeo na kuna watu ili neno halitawafaa, hii damu haitawafaa, itakuwa ni fruto. Huu mwili itakuwa ni mikate itajaza tu tumbo, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliolisikia. Sema nakataa kuamini. Umeelewa rafiki yangu mzuri? Umeelewa jamani? Kabisa. Unajua kule jangwani pia wana wa Israeli walikuwa wanashirikishwa meza ya Bwana. Ile maana ilikuwa ni chakula kilichotoka mbinguni. Ndio maana kwamba issue za chakula, Mungu anapofanya mahusiano na watu, anawashirikisha uungu wake kwa meza ya Bwana. Soma hapo. Zaburi 78:24. Neno la Mungu linasema, akawanyeshea mana ili wale. Akawapa nafaka ya mbinguni. Sema akawapa nafaka ya mbinguni. Ukisoma Biblia inasema he gave them food of angels. Kumbe malaika wanakulaga. I says kwa mimi, ngoja nishtuka. Haisema tunaweza tukala mbinguni eti. Kwa sababu amesema chakula cha malaika. Hii Kiswahili ndio imesema nani, lakini Kiingereza the food of angels. Kwa malaika wanakulaga vitu vitamu kama maana. Mwanadamu akala chakula cha mashujaa. Mwanadamu akala chakula cha mashujaa. Yaani chakula cha mashujaa wa mbinguni mwanadamu akakila. Meza ya Bwana ni chakula cha mashujaa. Maana ni picha ya Yesu, ni mwili wa Yesu. Hicho ndio chakula ambacho utakumbuka Elia alipewa wakati alipokuwa amechoka, amelala kwenye kijito. Anasema amewaua mabaya wote, nimebaki mwenyewe. Akaambia Elia, inuka ule. Akaona kurudia ina gurudumu na maji na mkate. Hapo watoto wanafurahi kusikia issue za chakula, yani kitu wamekaa kanisani kabisa wanasikiliza. Akawaambia kula. Elia akala ule mkate. Ukisoma pale utaona kwamba akatembea na ule mkate kwa siku 40. Yaani kile chakula alichokula kwa siku moja, usiku na mchana bila kusikia njaa. Kwa sababu ni malaika alileta ule mkate. Maana yake ulikuwa ni Yesu mwenyewe. Amen. Yesu kuna sana jidhihirisha sana kwa watu. Kwa hata kule jangwani alikuwa anatembea nao kwa mfumo wa chakula cha mashujaa. Ndio maana nguvu zao zikuchakaa. Miguu ikirefuka na viatu vinarefuka vikuchakaa. Hawakupata magonjwa, hawakupata shida, walikuwa mashujaa wa vita, na mpaka leo Israeli ni mashujaa. Hakuna nchi itapambana na Israeli kwa sababu ya chakula walichoshirikishwa kule jangwani.
Sema haleluya. Haleluya. Shiriki kwa imani. Amen. Anasema aliwapelekea chakula cha kuwashibisha. Aliuelekeza upepo wa mashariki mbinguni. Akaiongoza Kusi kwa uweza wake. Akawanyeshea nyama kama mavumbi. Sema nyama. Nyama. Ongea tena. Nyama. 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 Mwili wa mtu una nyama jamani. Hili ilikuwa ni picha tu. Ilikuwa ni nini? Lakini ni nyama, ni mwili wa Yesu. Kwa Yesu alitembea nao jangwani. Alikuwa nao bila katika roho. Ndio maana akaja katika nini? Akasema ni mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu. Si ndio huyo ndio anatolewa kule jangwani? Mnaweza msinielewe. Agano la Kale ni picha ya Agano Jipya. Ni kivuli cha Agano. Unaposoma Agano la Kale, Yesu alikuwepo mwanzo mwisho. Sema alikuwa analetwa kama picha. Kama kuna mbali alipoletwa kwenye alipoletwa kwa Ibrahimu mwana kondoo akaambia mchinje. Akamchinja yule mwana kondoo. Alikuwa ni Yesu. Ndio maana tunatembea na baraka za Ibrahimu. Yesu alipokuja akatuingiza kwenye uzao wa baraka zake. Yule mwana kondoo aliyechinjwa mwenyewe sasa. Tunatembea kwenye baraka zake. Niza msinielewe. Ila mnanielewa. Haleluya. Kwa hiyo maana ilikuwa ni chakula cha mbinguni. Ilikuwa ni meza ya Bwana anashirikishwa kila siku. Kila siku wakatembea kwa miaka 40 hiyo maana. Lakini testi mbalimbali. Leo testi ya strawberry, kesho testi ya maziwa, kesho kutwa testi ya nini? Chocolate. Kahawa. Ndio maana hawakuwahi kuchoka. Wakala nyama mpaka zikatokea puani. Wananyoa. Kware. Sio ndege yao tunakula kukua wajinga. Kware ni ndege mtamu sana. Ulioshinda. Ndio maana nasema fanyeni hivi kwa ukumbusho. Kwamba mimi nilishinda mauti, nilishinda kuzimu. Kwa tunaposhiriki mwili wa Bwana, sio unakuli narudi. Namtafuta Yesu, jamani anaumia Yesu. Hakuna. Tunashiriki kitu kilichoshinda. Amen. Kama yeye alivyoshinda na sisi tunashinda. Amen. Kama alivyopigwa akashinda na sisi hatupigwi, lakini tunashinda kwa ametupigwa kwa niaba yetu, tunashinda kwa niaba yake. Haleluya. Si unanielewa? Sasa tunakula mwili wa mshindi. Tunakunywa damu. Tunashiriki damu ili Mungu akituona ione damu ya Yesu. Amina. Hatunyunyizi tena damu za kondoo. Mtu asikwambie Pasaka hicho kanisani kuna ukombozi. Unakuja na 120 ya kondoo kwa ajili ya ukombozi. Hakunaga tena hizo sadaka. Mwambie mchungaji wewe ni Agano la Kale. Rudi kawe kwani. Huku hakukufai. Agano Jipya wewe natakiwa ukombolewe. Utoe 130,000 kwa ajili ya kondoo tununue, tuchinje. Huyu ni mganga kama waganga wengine. Kuna damu moja tu iliyotolewa. Inazidi damu zote. Niliona watu watakatifu walioko duniani ndio wanaokupendeza. Mimi sina mwingine. Kasikata maderemo sakata. Nipe na roho wako. Unaweza kunena kwa lugha. Unaweza kunena kwa lugha. Nipe na roho wako. Nipe Bwana. Nijaze zaidi Bwana. Nipe na roho wako. Nipe Bwana. Nina kiu na wewe. Nina njaa na wewe. Moyo wangu unakutamani. Nafsi yangu inakutamani. Kama yanatamani vya maji ya mito. Niwe na nafsi yangu inayokutamani. Kama yana. Nipe na roho wako. Nipe roho wako Bwana. Sitaki kutembea mwenyewe. Maana sio mimi naishi bali wewe.